Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, ni furaha, ni faraja kuwa nawe tena siku ya leo na kuonana nawe tena. Ikiwa unatusikiza, unatuona, unatupata loud and clear, ni kitu muhimu sana. Na mpenzi mtazamaji, leo nipo naye si mwingine bali ni ustadha wetu. Kama kawaida anazidi tufanya tuisi furaha tunaposikiza mada zake, mada nzuri, mada za kuelimisha, mada za kuwa na uelewa zaidi na ufahamu. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia uzuri wa ndani kuliko sura katika kumjenga mwanamke. Kama tunavyojua, wanakuambia kwamba mwanamke ni urembo, haikataliki. Huenda wewe ni mrembo wa sura, lakini je, sura yako inaendana na roho yako? Sura yako inaendana na ukuaji wako? Sio kwamba una sura nzuri lakini tabia zamani ni za Firaun, itakuwa ni kitu kibaya sana. Inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake ustadha tutaweza kufahamu ni yapi ameweza kutuandalia siku ya leo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana ustadha. Asante sana. Alhamdulillah, nashukuru sana. Na nafurahi tena kukutana nanyi katika siku ya leo. Alhamdulillah. Wa kunikaribisha katika hizi studio zetu za Mahadi TV kwa ajili ya kuelimishana inshallah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zimshukie mtume wetu kipenzi chetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bila kupoteza muda, moja kwa moja tuingie katika mada yetu ya uzuri wa ndani kuliko sura, ni bora zaidi kuliko sura. Tukiangalia jambo hili ya Haifa, uzuri wa ndani ni bora zaidi kuangalia kuliko sura. Tukiangalia kwa sasa hivi jambo hili limepotea. Ndio. Jambo hili nikisema kwamba limepotea kwa sababu gani? Sasa hivi watu wengi sana waangalie ule uzuri wa ndani. Inaangaliwa sana sana ni nini? Ni sura na maumbile. Mpaka watu wanajibadilisha maumbile. Sasa hivi yani kuna siku hizi tukija kwa sisi wanawake ambaye hakuna mwanamke mrembo, yani kataka tu mwenyewe asiwe mrembo. Sijui niseme asiwe mrembo ama nisemeje, kwa sababu urembo tayari Mwenyezi Mungu ameshatupatia, ni warembo. Lakini sijui ni kujiongezea niseme ama ni vipi. Ni kule mwanamke ameamua acha niongeze ule urembo wangu. Unajua kuna kutakata, ndio wewe ni mwanamke lakini haujaambua kwamba ukae vibaya. Inaweza kuwa maskini mtu ndio sura yake mwenyewe anasema, wengine minaudhu billah, hakuna kiumbe ambaye ni mbaya mbele ya Allah. Kweli. Allah ana sababu zake kwa nini akatumia hikma kumuumba mja wake. Kweli. Wewe unavoumbwa hivi, yule akiwa kilema sio kwamba amependa. Hajapenda kuwa kilema. Ni jaala yake, ule ndo mtihani ambao Allah amempa. Ndo mtihani wake. Urembo ambao labda Mwenyezi Mungu amempa mwanamke, urembo ima ni maumbile, pia ni mtihani kwake. Ni kweli. Je, urembo ule atautumia vibaya? Je, urembo ule atautumia kusema mimi huu urembo naonyesha wanaume? Ni kweli. Sawa? Inakuwa ni vitu viwili tofauti. Sasa kule wanawake upenda, ndio una mashekha anakuambia kwamba sawa, lakini kwa mwanamke ambaye ameolewa anaangalia kwamba mimi nazidisha urembo wangu kivipi, lakini sio kujichubua, maana imefikia mahala ni kama tunamkosoa Mungu. Sawa, kweli kabisa. Naam. Sawa, sasa tukiingia na moja kwa moja tukisema uzuri wa ndani ni bora zaidi. Yani tuchukulie kwamba vile inavyotakikana ni uzuri wa ndani ni bora zaidi. Kwa sababu Haifa, sasa ingeweza kaona embe lile limeiva kweli. Ndio. Lakini utakapokwenda kulichuma embe lile, zuri unalikuta ni zuri. Ndani juu unalikuta ni zuri, lakini ndani bovu, kumbe liko na funza tushakutana nazo. Umeshaona, unaenda unachagua maembe, hili embe limeiva vizuri mashallah, lakini ukalikata. Sasa hivi mpaka nyanya, hata avocado unaenda kuangalia, ukiangalia mandhari ya juu nzuri, lakini nenda kaikate ndani funza, mpaka unajiuliza kwani funza huyo aliingiaje hapa ndani kwenye kitu ambacho ni kizuri katika mandhari ya juu. Unaona? So vile vile kwa mwanadamu pia vile vile. Haya ni matunda, lakini pia kwa mwanadamu vile vile.
Wengi sana tunaangalia uzuri wa nje. Ambao uzuri wa nje unakuta mara nyingi hauna maana wala haudumu. Unaona? Lakini kinachodumu ni ule uzuri wa ndani. Unaona? Kwa sababu unapoutunza ule uzuri wa nje sawa, unautunza, unamweka, unanyiritika, unavutia, lakini ndani bwana kumeoza. Ndani kumeoza. Na ndio vile vile ukiangalia pia tukiangalia katika uzuri wa ndani tunaoangalia pa moja kwa moja kwanza ni tabia. Ni tabia za mtu. Mtu unaweza kumkuta ni mzuri nje, sura nzuri, mashallah, umbile ni nzuri. Akiongea mashallah unavutika. Hata kama ni mwanamke mwenzako unaona mashallah, Mwenyezi Mungu kweli hapa napo aliumba. Lakini ndani pia Mwenyezi Mungu namshukuru alivyoniumba, ana hikima zake. Lakini ukija ukichunguza tabia za yule mtu, subhanallah, ana tabia mbovu, ana tabia mbaya. Sasa Mwenyezi Mungu haangalii ule uzuri wa yule mtu kwamba eti ni mzuri, ni mrembo, nilimuumba akiwa ni mrembo, nilimuumba ngozi yake ni nzuri, nilimuumba vipi. Kinachoangaliwa hapa ni tabia. Na tukiangalia hii tabia, hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katika kuoa wanaume watakikana, yani tunaambia kwamba mwanamume atakayeoa mwanamke ambaye hana tabia ni sawa sawa ameshika mchanga katika kiganja chake. Kwa sababu ukishika mchanga haifa katika kiganja, tujue kwamba kiganja si vidole hivi viko na nafasi. Utakwenda kidogo kidogo, mwisho unakuja unaishia wote, kiganja kinabakia kitupu. Kwa hiyo maana kwa mwanamume akioa sura, akioa mandhari ya nje, akiwa hajiangalia mandhari ya ndani, ni sawa sawa ameshika mchanga katika kiganja chake. Kwamba yani muda tu si mrefu ile ndoa inaweza ikafa wakati wowote. Unaona, inaweza ikafa wakati wowote. Kwa tunachoangalia pale, tunaangalia uzuri wa ndani. Utakapoangalia uzuri wa ndani, ikiwa ni mke ndani ya nyumba, basi atadumu kwa ule uzuri wake wa ndani jinsi aliokuwa nao. Hatusemi watu ndio wakatafutia wanawake wenye sura mbaya, hata ukitoka naye huko nje ama utafute mwanamume mwenye sura mbaya, kwa sababu hapa tunapoangalia hata sisi pia wanawake tunapia jifaharisha, mtu umeolewa na mwanamume handsome vizuri mzuri, hata ukitembea naye unajua kwamba hata unamshika vizuri, mali safi. Unaona mwanamume anaona kwamba niko na mali safi, na mwanamke pia anaona kwamba niko na mali safi vile vile. Hatujasema kwamba tu mwende mkatafutane wenye masura mbaya eti hapana, hatujasema hivyo. Ndio maana ukaamua jamani, tafuta mwanamke mwenye umemridhia. Katika kule kumridhia, angalia pia tabia yake. Tabia yake. Maana sura haimjengi mwanamke. Kabisa haimjengi. Wanakuambia kwamba sura huzeeka. Inazeeka. Sura inazeeka mpaka inakaa sura nyingine ukasema huyu yule aliyokuwa kijana. Wewe haifa sahihi, chukua sura yako wakati, acha mimi wewe, chukua picha yako angalia wakati ulivyokuwa bado kasichana kadogo na uangalie na sasa hivi. Unajikuta kule kuna tofauti. Kuna utofauti, na kila tukienda tukizidi miaka ikiongezeka tunabadilika. Ndio. Ukiangalia wazazi wetu ndo kama hao. Miaka waliofika sasa hivi, usichana wao walikuwa vipi? Niambie. So walikuwa warembo? Sana walikuwa warembo, lakini kwa sababu ile miaka inavyokwenda sura inazeeka na anabadilika na kuwa kitu kingine tofauti. Kabisa. Lakini tabia haifa. Haibadiliki. Labda kama kubadilika atakuja kubadilika tabia kwa sababu ya ule uzee, utu uzima tu. Dio. Kwa sababu tunaambiwa, kuna clip moja niliangalia, sitaisema tu yote, inasema kwamba kuna miaka ikifika mtu anakuwa kama vile mbwa anabweka tu. Anakuwa kama, yani hicho ni vichekesho ukisikiliza, lakini ukiangalia kuna ukweli ndani yake. Kuna uhalisia kwa sababu unajua, lakini ukiangalia wazazi hawafanani na hatofatana kwa sababu kuna wazazi ambao wakizeeka ndo wanakuwa watulivu. Alafu maana washakuwa wakali maisha yao. Washakuwa kali. Sasa ifikia mahali ataka utulivu. Alafu sasa kuna wale ambao walikuwa watulivu, sasa wakizeeka ndo kelele inaanza. Akipita wewe, kwa nini unafanya hivi? Ai jamani, umefanya nini hapa? Kwa hiyo unaona, so sura inazeeka. Kwa hiyo hapa tunachoangalia ni tabia jamani. Ule uzuri wa ndani tunaoangalia hapa, uzuri wa ndani. Kwa hiyo ikiwa ni msichana, tafadhali, ikiwa ni msichana huko katika nyumba yenu, jaribu kuitengeneza akhlaki yako ikuwe ni akhlaki ambayo iko ni nzuri. Kwa sababu tukiongea kitu kama hiki, unajua yule mwanamume ambaye alikuwa ameghafilika ama alikuwa hajui, hajasikiliza, hana story na hizo, atakuwa amepata ule ufahamu wa kujua kwamba kumbe ninachotakikana kufanya ni hivi. So
mwanamke jitengeneze wewe mwenyewe kwanza, wewe mwenyewe uzuri wako wa tabia zako. Hata kama urembo wako utautengeneza. Unaona sasa hivi kwanza picha zinadanganya sana. Mwanamke unamkuta yani ukimwangalia live tofauti na vile vile katika sura yake. Menikumbusha TikTok mmoja alisema, nyinyi wasichana wa mitandao, si wadanganye. Kutana naye live ndio ujue huyu mtu yuko halisia ama yuko vipi. Ukweli. Maana wengine ni waongo. Mtu anajitengeneza jekea pua ya kizungu ya Kihindi imenyoka, lakini ukienda kumwangalia kibambatio. Ukiangalia yani ukiangalia mandhari anavyojiwekea mazuri, anavyotembea kutonga, wewe ni yule kweli. Lakini hebu nenda kamwangalie tu halisia wake jinsi alivyo. Kwa hiyo tusidanganywe na haya mambo yetu ya marembo ya mapambo ya sasa hivi jinsi yalivyo. Tuangalie tabia ya huyu mtu jinsi alivyo. Kisha ushamjua, fuatilia sasa tabia yake jinsi alivyokuwa nayo. Na ndio Mwenyezi Mungu pia haangalii uzuri wala rangi. Anachoangalia, anaangalia tabia. Unaona? Anaangalia pia ule uchaji Mungu wako uliokuwa nao. Sawa sawa. Kwa hiyo tunachotakana ni kujitengeneza sisi wenyewe mandhari yetu ya kindani. Tunahangaika sana kutengeneza mandhari ya kinje, lakini ya ndani tunasahau. Kwa sababu watu sasa hivi wamebobea na wakalewa kabisa katika mandhari ya nje. Lakini sasa tujue kwamba tunatakikana wasichana wenyewe wa vijana nyinyi mnatakiwa muamke, muangalie mandhari ya ndani, msiangalie mandhari ya juu. Na ndipo unakuta ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ile mandhari ya mtazamo wa nje alivutiwa, lakini ndani hakuangalia. Sasa ushahidi wa hili, tuangalie ushahidi wa hili kwamba Mwenyezi Mungu angalii sura wala rangi wala nini. Anaangalia ili mandhari ya ndani. Tuangalie katika sura yetu ambayo ni sura ya 49. Sura hii ya 49 aya ya 13. Sawa sawa? Hii ni suratul Hujurat kama sikosei. Aya ya 14 ya 13 aya 13. Mwenyezi Mungu aliposema katika aya hii baada a'udhu billahi minashaitani la'ini rajim bismillahir rahmanir rahim, akatuambia ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Lakini akasema inna akramakum 'indallahi atqakum. Unaona? Ndio ili tujue. Tuangalie pale Mwenyezi Mungu alipobezi ni wapi. Alafu na sisi pia katika ule mtazamo wetu wa kibinadamu tujue tunabezi wapi katika mandhari yetu ya katika maisha yetu na raha zetu hapa duniani. Mwenyezi Mungu amesema kwamba ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Hakika tumewaombeni waume na wanawake. Unaona? Mwenyezi Mungu ameumba wanaume kweli, ameumba wanawake kweli. Unaona? Tena akasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Na Mwenyezi Mungu akaumba mataifa na makabila mbalimbali. Kwa sababu gani? Tuweze kujuana. Sasa hii mtu akipita hapa mzungu ajue yule ni mzungu. Akipita Mhindi ajue yule ni Mhindi. Akipita Mwafrika ajue Mwafrika. Mbani sijui nani, kila mtu atakipita hapa unamjua kwamba yule ni nani. Kwa sababu gani? Ndio katika maumbile ya Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba, na ili tuweze kufanyaje? Kujuana. Tunajuana hivyo, si ni kweli? Tunajuana alhamdulillah. Lakini aya haikubaki hapo. Mwenyezi Mungu akasemaje? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hakika bora wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mchaji Mungu wenu zaidi. Unaona? Kwa uchaji Mungu hapa unakuja baada ya nini? Ya kwamba huyu mtu tayari alijiweka katika ile mandhari sasa ya ndani. Unaona mandhari ya wapi? Ya ndani. Tabia yake kaiweka kuwa ni nzuri, muonekano wake wa ndani ameuweka kwamba ni mzuri, mpaka ikafikia kwamba yeye anamtii Mwenyezi Mungu, anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama mtu huyu atajiweka katika mandhari tu ya juu, muonekano wa juu, ina maana pia hata Mwenyezi Mungu haya hii hatoifuata wala hatoisikia. Kwa sababu gani? Ule mtazamo analewa na ule mtazamo wa nje jinsi ulio. Kwa sababu yeye ameshamsahau Mwenyezi Mungu, anarembesha tu urembo wake nje ili watu wamwangalie wakimjua kwamba ni mzuri. Watu wamwangalie wakimjua kwamba huyu mashallah kaumbwa vizuri, kumbe watu ndio vile. Sasa hivi kuna mashine za kuongeza watu mashepu. Kuna mashine za kuongeza watu uzuri. Kuna mashine za kuongeza, yani kuna mashine za kufanya yani yale maumbile ya Mwenyezi Mungu tumeweka pembeni. Sasa hivi hakuna mwanamke ambaye hana nini. Ni tatizo kubwa sana ustadha, kwa sababu tukiangalia hata katika mitandao nadhani kuna siku ilitokea mwanamke katika hivi kuongeza.
Allah subhanallah, kushukuru kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa ni kitu kizuri sana. Ambacho watu wengi sisi wanawake tumeamua tusimshukuru Mwenyezi Mungu kwa maumbile aliyotupa sisi. Kabisa. Tunaamua tuyabadilishe ama tuongeze. Hivyo. Sawa, Allah amekuumba mwembamba, shepulo ni kidogo, sawa. Shukuru naye. Alhamdulillah. Wewe wataka kuwa na yule, huwezi jua ule mwenye amebeba yeye unaona ni mzigo. Kabisa. Sawa? Kiuhalisia ni kwamba yule msichana ilipasuka. Yaani na hakumaliza muda ushaona ile kwamba nini imeisha, ile dawa ishaisha. Sasa daktari anaweka kwa nguvu ile, unasikia ule uchungu. Yule mwanamke alifariki. Sababu gani? Ni kitu ambacho tumeamua sisi tunajitakia. Kabisa. Na msiba wa kujitakia hauna pole. Hauna pole kabisa. Hauna pole. Ni mtihani mkubwa sana sisi wanawake tuko nao. Sana sana. Kwa hiyo tuache hii kujitengeneza maumbile na uvuto wa nje ili wanadamu wenzetu watuone kwamba si wazuri. Mwanadamu mwenzako akiona mzuri hata kupatia chochote, ndugu yangu, atakusifu tu. Ndio. Mashallah, wewe mzuri, mrembo, umejifanya hivi, nakwambia hii imevutika, si kama ile mara ya kwanza. Yaani tayari mmeshaanza kuitoa ile ya Mwenyezi Mungu kwamba ile ilikuwa amekosea. Hii sasa ndo nzuri hii. Unaona? Si atakusifia. Utaona raha zile sifa sio, lakini ujue kwa Mwenyezi Mungu hizo sifa hatoziangalia. Hizo sifa hatoziangalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia ule mtazamo, muonekano wa ndani wa akhlaki yako, wa tabia yako, ya uchaji Mungu wako uliokuwa nao. Huo ndo Mwenyezi Mungu anaouangalia. Kwa hiyo hapa tunatakiwa turudi, tuangalie vile Mwenyezi Mungu ni nini anataka. Usiangalie watu nini wanataka. Hakuna thawabu yoyote utakayopata kupitia kwa watu. Thawabu utazipata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata zile hukumu na sheria zake. Shukrani sana. Tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tufuate zile hukumu za Mwenyezi Mungu anazozitaka. Sawa sawa. Kwa tuangalie Mwenyezi Mungu anaangalia nini. Allah haangalii sura, haangalii rangi, wala haangalii mali. Anachoangalia ni atkakum, uchaji Mungu. Na uchaji Mungu unaanza wapi? Kwanza tengeneza akhlaki yako vizuri, alafu ule uchaji Mungu pale utakuja moja kwa moja wenyewe. Utamcha Mwenyezi Mungu na utakuja kuwa ni rafiki ya Mwenyezi Mungu na utakuja kuwa ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiwe kipenzi cha watu. Shukrani sana Ustadha. Acha chukua mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea zaidi. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Ustadha akizidi kujuza mengi kuhusiana na mwanamke sio sura tu. Mwanamke ni kile kilicho ndani yake. Sasa ni yapi ambayo yanamjenga mwanamke kupitia haya? Yaani maumbile, yani uzuri wake wa ndani, sio ule uzuri wake wa nje. Na ambao wengi sisi translate uzuri huu kuwa na ubaya zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho tunamkosoa Mwenyezi Mungu. Tunajifanya kama sisi ni viumbe ambao hatuelewi Mwenyezi Mungu ametuumba kufanya nini katika hii dunia. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, tunazidi kufahamu na kuelewa uzuri wa nje sio kama uzuri wa ndani kwa mwanamke. Wewe kama mwanamke unafaa kujipamba na uzuri upi ili uweze kupata sifa pia kwa Mola wako, uweze kufika mbele ya Mola wako. Utakapoulizwa maswali, unajua Allah ataangalia uchaji Mungu wako. Hataangalia wewe ulikuwa mzuri wa sura, ama ulikuwa una shepu, ama ulikuwa uko vipi, labda mwenyewe cheupe dawa, ama ulikuwa cheusi dawa. Allahu a'lam. Inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwa Ustadha tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Ustadha. Asante. Shukran sana kwa mara nyingine tena inshallah kukuangazia mada hii inshallah. Kabisa, utujuze kabisa ni akhlaki zipi ambazo tunafaa kujipamba nazo sisi wanawake ili tusiwe tunafananishwa kama vile ni wazuri wa sura peke yake, kumbe tabia ni chafu. Ni kweli. Tukizungumza hapa Haifa kuhusiana na tabia ni kila kitu. Yaani kusema kwa tabia. Tabia, mdomo wako pia unatakiwa uwe ni mzuri. Maongezi. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alisema al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Tamko jema ni sadaqa. Kabisa. Kwa hiyo kwanza kiungo kidogo ambacho ni ulimi kinaweza kukufanya yani kikakuharibia mambo yako mengi haraka sana, kwa haraka zaidi sana. Yani ukaonekana muonekano wako wewe ni bure kabisa.
Unaona? Kwa hiyo tuchunge mdomo wetu, ndimi zetu. Hii ni moja miongoni mwa tabia. Utakapoongea na wenzako, ongea nao kwa uzuri. Ongea nao kwa yani ile kwa kufurahisha, kwa sababu pima yale maneno pima maneno yako. Yani kile ambacho unajua kwamba mimi sipendi mimi nisikie kutoka katika mdomo wa mwenzangu, basi pia na wewe pia chunga mdomo wako, usiongee kile kitu ambacho unajua kwamba kitamkasirisha. Na ndio ikasemekana kwamba ni vizuri sana kuwa mzuri wa kusikiza kuliko kila saa kuongea. Ukiwa mzuri wa kusikiza kuna maneno mengi utayapata. Ndio. Zaidi ya kuwa sana muongeaji. Ni kweli. Pia kuna hadithi nyingine Mtume alisema, rahimallahu mraa qala khairan faghanima au sakata an su'in fasalima. Mwenyezi Mungu amemrehemu mtu ambaye anayesema khairi kisha akatosheka, ama akanyamaza kuepukana na shari na kisha akasalimika. Kwa hiyo ukijua kwamba nimeongea mazuri yapatosheka na yale, kwa sababu utakapoongea sana, utakapoendelea itakuwa wewe unaitwa yule mwanamke ama ni mtu ambaye anabwabwaja. Anaongea sana, anaongea mengi sana. Na hao ndio tunaambia katika Qur'an ndio watu ambao ni waongo. Kwa hiyo tunaongea kwa kulimiti maneno yetu. Unaona, ukishaongea kitu kizuri kisha tosheka, nyamaza. Unaona, ama pia unaweza ukanyamaza kutokana na uovu kisha ukasalimika. Yaani unaweza ukaona kitu hapa unajua kwamba mimi hapa nikiongea naweza kaleta mbaya zaidi hapa. Acha ninyamaze kisha nisalimike kutokana na hilo. Unaona? Kwa hiyo ni kuchunga ulimi wako kutokana na yale mambo ambayo ungejua kwamba ningeongea mbaya. Na hapa nitakapoongea mbaya labda naweza nikakasirisha mtu. Mimi sina lengo la kumkasirisha mtu. So bora kufanyeje? Unyamaze kuepukana na hiyo shari kisha uweze kufanyeje? Kusalimika. Kweli. Kwa hiyo mdomo, matendo yako pia unaoyafanya kwa ujumla yote, matendo yako, tabia zako ziwe nzuri. Tuangalie tabia za kina Bibi Fatima, Bibi Khadija alayhi salamu, wote walikuwa na tabia gani ambazo sisi tunatakiwa tuwaige wao kama wanawake wenzetu. Unaona? Kwa hiyo tabia zote zile, katika kutembea, katika kuzungumza, katika kuamiliana na watu, yani mahali kokote pale unapokuwa, unatakikana uwe ni mtu ambaye mzuri na uwe una muonekano ule mzuri katika tabia yako yote kwa ujumla. Unaona? Sasa hiyo ndio ambayo tunatakikana tuiangalie sasa, kwa sababu utakapofanya hivyo utamfurahisha Mwenyezi Mungu na utamkasirisha shetani. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tuchunge sana katika tabia zile ambazo huwa tunakuwa tunajiwekelea, tunakuwa tuko nazo. Mahali popote pale utakapokuwa, tunatakiwa tuchunge sana tabia zetu na mienendo yetu tunatakiwa tuifanye. Tuchunge, tuwe na tabia ambazo ni nzuri, tuwe katika zile tabia. Utakapojiweka katika tabia nzuri, basi na maana takwa pale itakuja tu yenyewe. Takwa pale yenyewe itakuja. Kwa sababu ukisema kwamba unaangalia mandhari ya nje, ina maana pale tutakuwa tumekwenda kinyume na vile Mwenyezi Mungu aswa anavyotaka. Kwa sababu tunaambia tunatakiwa tuangalie uchaji Mungu na tabia. So tuangalie mandhari ya nje, mtu kajiremba, kajitengeneza, kajikea makope, manyusi makubwa. Hizo hazitakikani. Naam. Tukiangalia sasa katika hadithi ya Imam Ali alayhi salam anatuambia nini kuhusiana na hili? Imam Ali anasema uzuri wa kweli ni tabia njema. Uzuri wa kweli ni tabia njema. Tabia yako jinsi uliko nayo, kuwaheshimu watu, kuwaheshimu wadogo wakubwa, kujengea yani kila mahali kupaekea haki yake vile inavyotakikana. Mandhari yako ya tabia iwe ni nzuri wakati wote, basi unapokuwa ndani na unapokuwa nje pia vile vile. Kwa sababu sasa hivi kama ni msichana ambaye hajaolewa, kwa hizi tabia ambazo ziko katika, ndio maana unakuta sasa hivi wasichana wengi unakuta hawaolewi. Unaona? Wasichana wengi unakuta wengine muda wao bado haujafika. Wako na tabia nzuri mashallah, wamelelewa na familia zao wako vizuri mashallah, lakini unakuta bado muda wao haujafika. Lakini kuna wengine unakuta unajaribia wao wenyewe. Msichana mdogo unamkuta ana tabia za kujiuza. Msichana mdogo unamkuta yani kishajirembeta mpaka. Sisi hapa tunakumbuka zamani tunaambiwa kwamba tulikuwa tunakatazwa hata kuweka wanja, lipstick, sijui kujitengeneza nini, vyote unakatazwa. Unaambiwa ukijitengeneza sasa hivi siku ukija ukiolewa hautapendeza. Kwa hiyo naona zile kauli zile kwa tumezishika sisi. Kwamba ukijipendezesha sasa hizi wakati wa usina wako, ukijipaka paka mashedo, mawanja, malipstick, nini ukijirembesha, wakati ukija ukiolewa sasa zitakuwa vile vitu kawaida. Vile tukasema umeshavizoea. Na kujua ukiwa na makeup uko vipi? Uko vipi? Lakini ikiwa hujazoea kuweka katika uso wako vile, ile siku ikija ikifika, wallahi unakuwa unapendeza kweli mpaka watu wanashangaa, ndio huyu kweli.
Unaona? Lakini sasa wewe mtu umeshajitengeneza, umejiwekea makope marefu mpaka macho yanakuwa kama vile unasikia usingizi wakati wote. Hebu niambie, barabarani ndio ukitembea unasikia kama vile unasikia kulala. Kwa hizo tabia tunatakiwa tuziache za kuanza kujiwekelea na nini, tunatakiwa tuziache, tushike vile Mwenyezi Mungu ambavyo anavyotaka. Na hizo tabia ukiwa nazo zile za ndani ambazo zinawezekana, huo ndio utakuwa ni mvutio wako wewe mwenyewe. Ikiwa ni msichana bado hujaolewa, wewe mwenyewe unaambia kwamba tunda linapokuwa limeiva na linapoonekana muonekano wake ni mzuri mpaka ndani yake, basi ina maana kwamba watu wengi watakuwa wanalikimbilia. Kwa sababu gani? Watu wanaangalia ile mandhari ambayo umelelewa kutokea pale unapokuwa kwa wazazi wako. Mandhari yale watu wanachukua, wanakuangalia ulipotoka, ukaenda wapi, ukarudi wapi, wanakwenda na kusoma mpaka mwisho unakuja kukuta basi huyu kweli ni mke ambaye anafaa kufanyaje, kuolewa, kwa sababu ya tabia yake jinsi aliyokuwa nayo. Aya, tukije kwa Imam Bakri alayhi salam, naye anatuambia mwanamke bora ni mwenye dini na maadili. Mwanamke bora ni mwenye dini na maadili. Kwa ina maana kwamba maadili yako, ukiwa na dini yako, umesoma, ukamjua Mwenyezi Mungu ni nini anataka, ni nini hataki, ukawa na maadili yako mema ambayo ya dini vile Mwenyezi Mungu anataka, wallahi huyu mwanamke ukimuoa atakuwa ndio mlezi mzuri wa familia yako. Kwa sababu gani? Atawalea watoto wako ama watoto wenu kwa kulingana na vile ambavyo dini inavyotaka. Watoto wale pia watakuja kuwa katika mandhari ambayo ilikuwa ni mandhari mazuri sana. Lakini mtoto alelewe na mama ambaye wa dunia, mwenye urembo wa nje, urembo wa ndani yeye haujui wala hataki kujua. Hilo jambo nimeliona TikTok sana. Ani mpaka ni mtihani, kuna mwanamke yani ni kama akona mtoto. Lakini sasa yale mandhari ambao wako ina mtoto wake, kama mama yuvuta bangi mbele ya mwanawe pia yuvuta bangi. Sasa tavuta tu. Maana wewe tayari mama ushamzoesha. Amechukulia kwamba ni mambo ya kawaida. Hebu niambie wewe saizi mama huyo mwambie mtoto wako, "Mbona unavuta bangi?" Sasa kwambia tatampa wewe pia si unavuta. Atakwambia hivyo, hata pia si unafanyaje? Si unavuta. Mbona mimi nisivute? Mama mwenye mrembo. Ndio hayo ya uzuri wa sura, lakini ndani kitu kingine. Sasa huyo kama ni mke aliolewa kwa mandhari tu ya nje peke yake. Unaona? Sasa hapa mvuta bangi basi awe mvutaji bangi mwenzake, wataishi vizuri sana. Kwa sababu mtakapokaa kwenye meza mtasaidiana, ile meza itakuwa itakuwa imepata washiriki vizuri. Unaona? Lakini niambie wewe huvute bangi ukamwoe mvutaji bangi, hiyo nyumba itakalika. Yaani kero, licha hata mvuta bangi, mlaji mirungi. Mtu anayekula miraa. Hebu niambie. Kukaa naye kwa nyumba moja ni muhali sana, ni ngumu. Wewe haujazoea, ni kitu ambacho wewe hakiko na wewe kabisa. Unajaribu kabisa kadri na kama upate mtu mwenye sasa kazi yake ni hiyo mirungi, mara sigara, mara pombe, mara nini. Maana sisi wenyewe Islam pia tumeingia katika mitihani mikubwa. Sana. Wapo sahihi wanaokunywa pombe. Pombe tu, bangi, kila kitu, yani kila kitu kinafanywa. Unajua haya mambo, hili jambo liko na maradhi. Haya mambo ni maradhi katika jamii. Wewe kama mume ama wewe kama baba ama kaka nyumbani ambao unakula mirungi, unategemea wale wadogo zako watakuwa vipi? Kweli kabisa. Utaenda kumpa mawaidha akusikie? Hapo sasa. Atakwambia wewe ni mlaji mrongo ndio unanipa mawaidha, sielewi. Mimi nitakaje nikusikilize wewe? Kwa hiyo tunatakiwa tuchungeni. In short, ikiwa ni mzazi huko na familia yako, kwanza wewe mwenyewe jitengeneze katika hiyo tabia yako kuwa nzuri. Na ikiwa na tabia zako za aibu unazifanya, basi jaribu kuzificha. Usizifanye mbele za watoto wako, usifanye mbele za familia yako, kwa sababu yule mtoto utakapomuonyesha ile tabia yako ya aibu mbaya ambayo unaifanya, hebu niambie utamfunza nini pale? Hata ukisema kwamba eti unajua wewe unaweza kumuona kwamba anachokifanya sio kizuri, lakini bado mwenyewe unafanya. Lakini unasema hivi, asije kufanya kama mimi ninavyofanya, ngoja nimkataze. Unasema usifanye hivyo. Mtoto anakuambiaje? Mbona wewe pia nakuona unafanya. Kwa hiyo hebu tujijaribu, tujitahidi sana. Yani kama si kuzificha, basi nituziache kabisa. Kwa sababu pia utakapokizificha iko siku itakuja kugundulika. Unaona, ni bora sisi wenyewe kwanza, sisi wenyewe kama wazazi ndani ya nyumba tujiepushe na tujikinge sana na tabia kama hizo. Ndio ili familia zetu sije kuwa ni familia nzuri. Hata ukisema unamtolea mawaidha, hawezi kukusikiliza katika ile mawaidha. Kwa hiyo unajua hili saa nyingine, siwezemeje Haifa, huenda ikawa mtu
anaweza unakuja unajua kuna watu wanaribikaga ukubwani. Kweli. Mtu mwingine anakuta alivyokuwa mdogo katika uhusiano wake ama ujana wake alikuwa ni mtu mzuri zaidi kabisa, lakini anapokuja kuwa ukubwani anajiingiza katika magenge yani mabaya mpaka unakuja kukuta anaribikia ukubwani. Tuchunge sana sisi kama wazazi. Ikiwa wewe ulilelewa na wazazi wako katika tabia nzuri, basi endelea kukua nayo ile tabia mpaka utakapokuja kuwa wewe ni mzazi, ni mlezi, uwe ni mlezi ama ni mzazi ambaye uko na kila kitu. Yani hata mtu ukija ukimwambia, yani mtoto mwenyewe anajua kwamba yani bibi bila kuambiwa mwenyewe tunaona kwa wazazi wangu wenyewe wako tu perfect wazuri. Ingawaje kwamba kuna ile mapungufu watakao kuwa nao kama wanadamu, lakini wako na mandhari mazuri. Kwa sisi wazazi tunatakiwa tujitengeneze katika mandhari mazuri na muonekano mzuri ili familia zetu ama watoto wetu waweze kutuiga sisi kama sisi. Ndio hiyo takwa. Huo uzuri ambao unatakikana wa ndani ndio watoto watokee pale kupitia sisi wenyewe. Lakini ukisema kwamba eti wewe unajiachilia maisha free ndani ya nyumba, basi mtoto wako pia atakuwa na maisha free. Na pia nyinyi wasichana, watoto, vijana nyinyi ambao mnatoka huko nje mnakutana na familia na watu wengine ambao ni tofauti, jichungeni sana. Jua kwamba zile ni tabia ambazo zina mwisho wake. Lakini hii tabia ya ndani haina mwisho wake. Mwisho wewe utaenda nayo hii mpaka kesho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini muonekano wa juu tu peke yake ni katika uhururi dunia. Ni katika maisha na mapambo tu hapa duniani, kuitengeneza dunia irembeke ikuwa nzuri, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu tutapata. Kweli. Sasa ili tuwe na ule muonekano mzuri, tujitengeneze katika zile tabia ambazo ni nzuri, ambazo Mwenyezi Mungu anazozipenda, ambazo pia zitaacha athari, kwa sababu wewe kesho umekufa, lakini watu katika mazishi yako watu hawaache kunong'ona. Watu hawataacha watu yule mwanamke alikuwa sana vuta bangi, yule alikuwa anapenda kuvuta sigara. Watu wanaanza kushangaa. Wanashakupangia tayari kaburini kutakuwaje. Akwambia yule atasijui itakuwa hali gani, lakini tumuombe. Unaona sasa maombi ya watu unaoyeta, jiombee mwenyewe kwanza. Kwa kuwa mwanamke bora mwenye maadili ya dini, mwenye dini na kuwa na maadili mazuri. Ndio ili vizazi vyetu vije vizazi vizuri. Unaona sasa tuangalie changamoto ambazo zinatokea sasa hivi. Changamoto ambazo tunazipata sasa hivi ni kupitia katika mitandao. Imeweka kila kitu wazi. Unaona? Alafu ikadanganya kwamba huu muonekano wa juu, huu ndio muonekano ambao ni mzuri, kulikuwa ni muonekano wa wapi? Wa ndani. Muonekano wa ndani unaonekana muonekano wa kishamba, muonekano uliopitwa na wakati. Akati katika Qur'an tunaambiwa kwamba Qur'an haipitwi na wakati. Uko na wakati wake vile vile. Lakini mitandao imeharibu watoto wetu, isipokuwa tu tunawaombea Mwenyezi Mungu inshallah atakayesikiliza mawaidha haya, inshallah Mwenyezi Mungu ajaribu kumlainisha katika nafsi yake na kuweza kufuata kwamba Mwenyezi Mungu hapendi muonekano wa nje ambao ni furaha kuwafurahisha wanadamu. Anapenda muonekano ule wa ndani, uzuri wa ndani. Haya, watu wakapatiwa sana pressure katika sura nzuri, sijui watu kujishubua, sijui kujifanyia nini, sijui yani unakuta mtu anajitengeneza, anajiwekea hivi mpaka watu wengine wanaenda kuchonga meno, wanaenda kutengeneza sijui mpua zao, wanaenda kutengeneza, yani kujibadilisha tu ili mradi, yani imeweka pressure katika hizo habari za sura. Mwenyezi Mungu aende kuangalia sura, inna akramakum indallahi atqakum. Unaona mashindano ya muonekano wa watu sasa hivi ndio wanakuwa watu wanashindana kwa ajili ya muonekano wa nje. Bas watu hawashindani katika muonekano ule wa wapi? Wa ndani. Hatutakikani kukua na hivyo, tushindane katika kupigania ule muonekano wa ndani ambao ndio muonekano ambao Mwenyezi Mungu anaupenda. Unaona kama vile tulivyoambia kwamba Uislamu, unaona uzuri wa ndani ndio unahudumu kulikoni uzuri wa wapi? Wa nje. Unaona uzuri wa ndani ndio unahudumu kuliko ni uzuri wa nje. Na itakujengea pia mapenzi kwa watu. Kwa watu ndio. Tabia njema ndio inainua daraja ya mwanamke. Unaona huyu mwanamke huyu akiwa na tabia njema, daraja yake inafanyaje? Daraja yake inapanda. Na mwenyewe pia atakuwa na ile confidence. Unaona daraja yake inakuwa iko juu, inainuka. Alafu mwanamke huyu akiwa na tabia njema, unaona mwanamke akiwa na tabia njema atakuwa ni mwenye kuheshimiwa. Unaona hata kuwa sahihi hapo upite barabarani wewe umevaa nguo zako umezaheshima vizuri, apite mwingine mwenye kimini utashangaa. Yule mwenye kimini usikampiga lakini mwachilieni huyo, mwachilieni mtu wa Mungu huyo. Unaona mtu wa Mungu utasikia unaitwa mtu wa Mungu. Kwa hiyo
tupende kupewa ile majina mazuri ya mtu wa Mungu kuliko ile kupigiwa minja barabarani, ukajiweka katika muonekano ule wa nje, watu ambao kila mtu anakuona. Tujiweke muonekano wetu wa ndani, tabia zetu zikuwe ni nzuri. Tusiwe tunakuja kuambia kwamba nje ni mzuri lakini ndani kaoza huyo. Tusikubali maneno ya kuambia kwamba ndani tumefanyaje, tumeoza. Tujenge heshima zetu kwa kuwa na tabia nzuri, tuwe na daraja za juu. Na pia vile vile mwanamke katika tabia inayotakikana kuwa na haya. Kuwa na haya. Mwanamke atakiwa awe na haya. Mwanamke usoni pele mbele za watu, unapita unaongea hiki. Unajua kuna wanawake wengine wanapenda ile kuongea tu ili tu asikike. Umeshawahi kuona namna kama hiyo? Hiyo sio tabia nzuri kwa mwanamke. Mwanamke anatakikana awe na ile haya. Yaani anapoona hapa ni mbele za watu, wanaume wamekaa hapa, ajaribu kujiheshimu katika ile maongezi yake. Lakini unakuta mtu mwingine anataka aongee ili aonekanwe kama na yeye yupo. Unajua kuna watu kutakikana kujulikana wapo kila mahali. Kwa hiyo si katika tabia nzuri na heshima ya mwanamke. Anatakiwa mwanamke akuwe na haya. Alafu nyingine nayo tabia nzuri ambayo nyingine nayo pia ni subira. Mwanamke pia anatakiwa akuwe na nini? Na subra. Ukiwa na subra, utaishi vizuri. Subra liwe pambo lake. Subra ndio ile ni pambo. Unaona? Subra likiwa ni pambo lako mwanamke, utaishi vizuri nyumbani kwenu kabla hujaolewa, kwa sababu kuna changamoto zake najua. Na pia vile vile utakapokuja kuolewa pia utaweza kusubiri ala al-adha, juu ya maudhi yale ambayo utaweza kuja ukayakuta ndani za nyumba, kwa sababu hakuna pale mahali ambako utasema kwamba utaishi vizuri, kwamba eti hapa naishi vibaya. Hata ukienda ukichimba shimo, kule shimo utaenda kukutana na dudu, zitakukera tu pia. Kwa hiyo subra ndio kitu na ndio nguzo muhimu sana kwa mwanadamu, si kwa mwanamke tu peke yake. Kwa kila mtu, kwa kila anayejijua kwamba ni mwanadamu, basi awe na tabia ya nini? Ya subra. Na pia vile vile na imani. Kuonea watu imani. Uwe mwenzako kufanya kitu, kuwa na imani na yeye. Muamini, yani ile kuaminiana, yani kuaminiana, nishoti ile kuaminiana. Kwa ina maana kwa kuna ule uaminiano kati yangu mimi na mwingine, basi inakuwa ni jambo zuri. Hata mtume wetu alikuwa ni aswadiqul amin, mkweli na muaminifu. Kwa hiyo na sisi tabia hiyo tunatakiwa pia tujipambe, kwa sababu sisi tunachukua tabia kutoka kwa mtume. Kweli. Hakuna mahali kwingine tunatakiwa tuchukue isipokuwa ni kwa mtume, lakini kinyume na sasa hivi tunachukua tabia kupitia kwa wasanii. Hilo sasa ndio tunapoharibu hapo, ndio tunapata ule muonekano wa nje, tunaokosa ule wa ndani wa kupitia kwa mtume. Unaona? Kwa hiyo ndio tuliache. Kwa tuombe kwamba huu ndio urembo, yani urembo wa ndani ndio urembo mzuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tusijidanganye sisi hapa duniani tutapita ama tunapita tu, na urembo tunaoutaka hapa duniani tutauacha. Lakini kuna ule urembo ambao tunatakiwa tuende nao kule. Je, ikiwa uliukataa katika hii dunia, utaenda kusema nini kule mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wakati Mwenyezi Mungu haangalii ngozi, haangalii kwamba wewe eti ulikuwa ni mtu wa design gani katika dunia hii, ulikuwa na umaarufu gani, hilo Mwenyezi Mungu ataliangalia. Umaarufu wako utabaki katika dunia hii, na kule utaenda kuwa ni mtu mwingine, na utaenda kujikuta wewe ni mtu ambaye ni duni sana. Kwa sababu gani? Ya kutokuwa na hii tabia ya muonekano wa ndani. Ukajiweka katika muonekano wa nje. Mashaallah, shukran sana. Hakika ni topic nzuri sana. Ni mada ambayo inaleta mafunzo kwa wanawake. Jinsi wanapokuwa, jinsi wanavyofaa kuwa, jinsi ambavyo astara yao ama kuwa na roho safi, uzuri wa ndani ndio kila kitu. Na mimi nitakuwa amejifunza. Shukrani sana ustadha kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Allah kujaze khairi ili tuweze kukutana tena na tena ili kuweza kujua mada tofauti za kuhusiana na wanawake. Naam, inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, amekuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na uzuri wa ndani kwa mwanamke. Imani inapaswa kuwa vazi lako, subra inapaswa kuwa vazi lako. Livae ili likupe sifa. Wanakuambia kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Na kuwa kile kizuri ambacho kinajiuza. Yani mtu akikuona tu anaona kabisa mashallah mshana na ahlak, tabia njema, imani anayo, subra anayo. Kipi tena watake kutoka kwako? Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mingi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amani.